Waalaikum salaam. Nina maswali mawili pia. Swali moja hili liko nje kidogo ya mada, maana nimeulizwa na mimi nikasema nikifika kwa shehe nitauliza. Sawa. Nimeulizwa kwamba kuna mtu anaumwa jino, yani jino lake ni bovu. Lakini kuna madawa ametumia hapati maumivu isipokuwa lina tundu. Lakini ukikaa saa nyakati nyingine mida mchana, akitema mate anahisi kama kuna damu zinatoka, na katika kipindi hiki cha Ramadhani, je, funga yake huyu inakuwaje kwenye jambo hilo? Hapo sijajua swali la msingi lipo kwenye nini. Ya funga yake inakubalika? Maana sawa, funga inakubalika kwa sababu ya nini? Mushkeli wake kwa kuwa jino linauma, jino lake huwa linatoa damu sometime. Kwa hiyo anahofia labda huwa anakuwa na meza au anafanyaje, kwa sababu sometimes ana meza mate, lakini muda mwingine wakitema ndo anaona damu. Kwa hiyo anahisi kwenye sala tu. Anayesali kama imetajwa kule, wanafiki wanasema kama yale mate anayo ya meza yatakuwa ariqu sirfu, yani ni mate piwa, hayajachanganyika na kitu kingine. Kameza kwenye swala, ariqu sirfu, mate piwa, basi maana yake swala yake iko sawa. Ndiye. Lakini kama katika yale mate yanayomeza kwenye swala yanachanganyika na vitu vingine, si katika mate, swala hana, inahesabika sawa, amekula. Basi kwa suala hilo hamisha vile vile kunakofunga, anayomeza ni mate gani? Ariqu sirfu au ariqul mamzuji. Sasa kama mwenyewe anaamini kwa hali hii, si kwamba yametokea sasa, si ndio? Ndio. Hii ni muda mrefu yapo tu, na nilimeza mate yaliyo na damu. Manake kameza kitu ajnabi, funga hakuna. Sasa japokuwa wapo katika wanaochuoni wa Hanabila wanasema kama damu itakuwa ya umo kinywani, kaimeza kwa hali ya kuwa mwenyewe hajui, inachukuliwa kuwa ni udhuru na hajafungulia, kwa kukosekana kipengele cha pili katika kula ama kunywa, nacho ni nini? Al-amdiya, umakusudi. sasa Si umenielewa eh? ndio nakweli. Katika vinavyofunguza wanasema kimetajwa kitu nini? Amdiya, amdan, ule umakusudi. Sasa kwa kuwa yeye hakufanya kwa makusudi, kwa maana hakuwa anajua, funga yake itabakia ipo katika kauli ya pili. Sasa Lakini tukichomekea hapo, kawaida ya kiumbe anayeitwa damu, tumwache mtoto, mtu mzima kama wewe na kuendelea, mate yenye damu yana ladha tofauti. Mate yenye damu yana ladha, utaona. Kwa ni rahisi kutema, hilo moja. Kwa hiyo ukishatema unakaa dakika 2-3, anasukutua maji, anatema, maisha yaendelee. Lakini chomekea lingine, kwa kuwa ana shida hiyo, anajijua, asipende kumeza mate bila ya kuhakiki kwamba hayana damu. Kwa kuwa tayari ana jambo, ana tatizo, anajijua, ni vema akiona hali ya kujawa ni mate ateme kwanza. Na hana shida huyo akatembea na kamfuko akawa natia hivi papa, hata kwenye swala hapa darasani na kiweka tungaja, sio kwa maseme kila wakati atoke nje, hayatakuwa feni. Sasa kana kamfuko kake anaendelea. La kwanza. La pili, la pili katika somo letu hili hapa ikatokea kwamba kuna bwana ana mtumwa wake mwanamke huyo, alafu ikatokea amemnini, akawa amepata ujauzito. Kuja kujifungua yule mama pia akawa amejifungua mtoto wa kike. Maana yake na yule mtoto wa kike ameishi naye pale, ameshakuwa. Kwa hiyo unahisi inakuwa ni bwana wake ni huyu. Ndio Kwa hiyo naye akitaka kumnini pia inaruhusiwa pia. Unaonaje? Kwani mbuzi ukimnunua mbuzi jike akashika ujauzito kisha ile mbuzi akazaa, kile kindama cha nani? Cha kwako. Mama mtu ulikuwa unaruhusiwa kuuza?
Nakuuliza, yule mama mtu ulikuwa unaruhusiwa kuuza? Anaruhusiwa. Unaruhusiwa Kwa hiyo na yule ndama naye unaruhusiwa kuuza? Basi kadhalika yule kule. Naam baba. Hapo uligusia katika swala la kumeza mate katika swala kwamba ikiwa kuna vitu vimechanganyika swala inakuwa hamna. Sasa katika hii Ramadhani hasa ukiwa unajua. Sawa. Katika hii Ramadhani tuna utaratibu ule wa tende. Sasa unakutazana na aziniwa mtu anatia kipande cha tende. Na kawaida ya tende inanata. Kwa hiyo ukienda kusukutua hata kwa jitihada zako kwa ule muda ulivyokuwa mchache lazima utameza mate kwenye swala na binadamu lazima umeze mate. Utaratibu Mungu kaupanga. Sasa yani tuje labda na mapendekezo labda katika swala la swaumu waende sio labda tunapendekeza maji tena tu tunagawa baada ya swali. Jibu likishajibiwa ndio lile baba. Hamna ofa. Hamna ofa hata Ramadhani. Muda wa kuwa mmejua kumbe tende ukishaila wakati wa kuftari ina tabia ya kunasia. Kuna sura mbili. Ukisukutua ukahakikisha imetoka, umekagua na ulimi ama kidole, imetoka, kupiga mswaki kwako itakuwa sunna. Lakini kama umesukutua umeona bado imenasia, wewe kupiga mswaki kwako itakuwa wajibu. Haujanielewa? Kwa hiyo mara nyingi wale wanaopiga tende wanatakiwa wasukutue, kama wataki kupiga mswaki japo apenyeze kidole, ahakikishe ameondoa ile migandio ya tende. Sio umemaliza kula tende tu Allahu akbar, wewe unakula kwenye swala na swala una. Na ndio maana mara nyingi pakiadhiniwa ndani ya Ramadhani, ukiondoa maeneo yetu ya Nongwa haya, manake haya ukifuata taratibu zile za sunna, maamuma wote wanakulani kwamba tumeadhini watu wafuturu, tutoe dakika 5 watu kufuturu na kusukutua, watu wote watakulani. Lakini ndio inavyotakiwa, baada ya adhana watu pale wapewe walau dakika 5 pale ya kusukutua, kuweka sawa, wasije wakaendelea kula tende kwenye swala. Sababu kwanza tende raha yake na utamu na kuonesha imenasia. Ukimeza mate unaisikia sukari hiyo, sio kama parachichi Umenifahamu bwana? Kwa hiyo ni lazima pale usiingie kwenye swala, kwanza hakikisha umekula tende, baada ya kufuturu umesafisha vyema. Sio tu pameadhiniwa kumaliza tu nini ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar qad qamati salatu qad qamati salat. Hapana, watu karibuni wote watasali wakiwa wanakula. Hii si ndio kama tende? Swali lingine la mwisho. Basi utakuwa mwisho kwa sababu mtulia. Ngoja kwanza nimpe mwalimu wangu sije nikakosa radhi. Kwanza mwalimu anapewa kipaumbele. Na wa alaikum salam. Jamani, shekhe wangu baba yake ndio mwalimu wangu wa asli kabisa. Swali langu lipo katika wale ahlul kitabi. Ambao kwa sikio langu nimesikia inawezekana mpaka sasa wapo. Nani? Ahlul kitabi wale. Naam. Ambao kwa sikio langu nilisikia kwamba mpaka sasa wapo. Ulisikia wapi? Kwako baba. Lakini kama umesikia vizuri, umesikia kwamba nikisema kuna kauli mbili. Haya, twende na ya kwako. Haya. Ambayo mimi nataka kujua jinsi ya ufungaji ndoa wake, hukumu zinazotumika ni hizi sharti na nguzo, au kuna mpango mwingine wa kisheria katika ufungaji wa ndoa na ahlul kitabi? Ikiwa ndoa inafungwa kwa maana ya kwamba ni ahlu kitab, tukikubaliana na kauli ya jumhuri kuwa ndiyo hivi, wali utafuata utaratibu ule kwa kuwa binti ndio anayeolewa. Ukisoma katika ndoa ya ahlu kitab utayaona huko mbele. Ikiwa binti mwenyewe ni Nasara na baba alimpata katika mfumo wa ndoa ya Kinasara, baba ndiyo yule atakayekuwa wali hapa. Baba ndiye
yule yule baba, kwa sharti kama alimpata kunako ndoa, baba ndiyo yule yule. Kwa hiyo ndoa itafungwa kwa mujibu wa dini ya mwanamke, itafungwa kwa mujibu wa dini ya mwanamke, ndio utaratibu wa sheria. Na hili kusema kweli watu wengi hawalijui. Ndoa hii unamkuta anakwenda kusimamia, yani wali anakuwa mwingine, shehe na nini. Kwa kigezo gani? Shehe anaweza kuwa wali kwa vigezo kama kule, ikiwa hakuna wali. Na twende na bwana hapo tumalize. Twende, unasemaje? Usinyoshe kidole wewe, uliza. Twende hata ndani ya shada wewe, twende. Swali langu ndani ya Qur'ani. Kuna aya inasema minha khalaqnakum wa minha nu'idukum. Nini? Kwamba wanadamu unasemaje? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kwamba sisi binadamu tumeumbwa kwa udongo na tutarudishwa kwenye udongo. Je, nataka kuuliza swali, majini nao wakifa wanarudishwa kwenye udongo au kwa sababu wameumbwa kwa moto? Hawarudishwi kwenye moto. Majini wanakufa, watarudishwa katika hali anayojua mwenyewe Mwenyezi Mungu, na wao wanazikana kwa namna zao na kaifia zao wanazijua wenyewe. Uwe mzike mwenzio, usishughulike na habari ya kifo cha jini sababu haikuhusu, kama ambavyo haikuhusu ndoa ya jini anaoa vipi, wala usihangaike, itakutaabisha bure. Ndio yale wanasema walimu zetu, inafika wakati mtu anauliza, Nabii Musa alikuwa na fimbo, ulikuwa mti gani? Wewe unataka iliwe nini? Bwana amekwambia ulikuwa ni mbungo, unataka nao utengeneze na fimbo yako? Haiwezi kugeuka kuwa nyoka. Maliza, mtulie. Swali lako nilikuwa lolo la Ahlul-Kitabi, sio? Unataka kuoa? Allahumma rabbana allimna ma la na'lamu wa fahimna ma la nafhamu innaka antal azizul akram. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman nabiyina fasahatal mursalin wa ibratal muttaqin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Ya rabbi hadha ad-darsu laka farhamna bi wa tajawaz amma kana minna innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. واغفر اللهم لنا ولآبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا أعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا أنت تعلم بأسمائهم وأنسابهم وحواشيهم من النسب والدين. وافتح لنا باب كل خير ونعمة وسعادة وأمن وسلامة وتوفيق ورضا ورزق واسع مبارك فيه يا رب العالمين بمنك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا. صلى الله نبينا محمد وآله وصحبه من محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.